Wanafunzi wanaosoma dini kuwa na maradhi haya ni mtihani mkubwa sana, na ni maradhi ambayo yamewaghuri, yamewasibu wengi katika tulabul ilm, wengi katika wanafunzi wanaosoma dini. Ujbu, maradhi haya ya kiburi, kujiona. Mwanafunzi inafikia hatua yani, kwa vile anajiona kwamba amesoma, ametoka hatua za chini, walimu wake wamemtoa chini, kapanda juu, sawa, mpaka kaenda Allah kamjalia kafika level za juu, kafika level za vyuo vikuu, sawa. Baada ya kumaliza au hata kabla hajamaliza anasoma, basi akajiona kwamba tayari ashakuwa na elimu nyingi na amewashinda mashekhe zake, au yeye na mashekhe zake ni sawa, sawa, au yeye na mashekhe zake ni sawa. Pale ikafikia hatua baadhi nakuta naongea kabisa kwamba mimi na elimu nyingi kuliko fulani, yani kuliko shekhe wake, sawa. Kwamba shekhe fulani hana chochote, hajui chochote, au hanipatii kwa lolote, mimi nimempita elimu. Hii ni ujub na ghurur, ile kujiona kwamba umejaliwa kuwa na ilmu hali ya kuwa ni tofauti kabisa. Sawa, mwingine anasema, anakwambia kwamba mimi sasa hivi ni shekhe. Baadhi ya tulabul ilmi kwa sababu ya ujinga walionao, baada ya kufika chuo kikuu, akishamaliza au wakati anasoma, yani kwa ile kibri alionayo na namna moyo wake ulivyojawa na ujbu na ghurur, anafikia hatua mwanafunzi anasema, mimi sasa hivi nishakuwa shekhe, kwa hiyo huniambii kitu tena, sawa, mimi nishakuwa shekhe kama fulani. Napiga mfano nakwambia, mimi hivi sasa na Sheikh Qasim Mafuta Abul Fadl na Sheikh Mujahid Abu Abdissalam na wengineo, sote sawa tu, mafi farq. Limadha? Ukimuuliza kwa sababu gani, anakwambia wao wamefika jamia na mimi nimefika jamia. Wataniambia nini sasa? Sote mashekhe, sio? Wataniambia nini? Ma hadha al-ujb. Sawa. Kwa nini imefikia hatua mwanafunzi anafikia katika hali hii, anajigamba kwa kile kidogo alichonacho? Sawa, kwa sababu ya kiburi. Ukimwangalia huyu mwanafunzi anayejigamba hivi, hata 40 Nawawia hajahifadhi, sawa. Unakuta saa zingine hata 40 Nawawia lam yahfadh, hajahifadhi. Ukimuuliza umehifadhi matini gani katika fiqh, ma indahu shay, miskini. Alafu mtu huyo ndo anajigamba kwamba mimi na Sheikh fulani ni sawa, kwa sababu amefika jamia, amefika chuo kikuu na mimi nimefika chuo kikuu. Hadha jahlun wa dalal, wa hadha da'un adhim, wa na'udhu billahi min su'il hal. Allah tulinde na hali mbaya. Idhan hii ni ujbu, hii ni ujbu, kujiona, na ambayo haya ni maradhi yamewasibu wengi katika tulabul ilm. Sawa, hatusemi kwamba mwanafunzi anaweza akasoma akafikia daraja ya shekhi wake au akapita daraja ya shekhi wake, hadha maarufu, sawa, hili linafahamika, darajati za kusoma zinafahamika tayari. Lakini mahama utakapokuwa, hutakiwi kujikweza, sawa, hutakiwi kujikweza na kujiona kwamba wewe unajua zaidi kuliko shekhi wako, mpaka inafikia hatua kumdharau shekhi wako na kutoa maneno machafu dhidi yake. Bali wengine inafikia hatua anasema kabisa kwamba fulani ni jahil dhidi ya shekhi wake, sawa. Kipi kimemfanya aseme haya maneno? Al-kibr, ni kwa sababu tu ya kiburi. Kwa shekhi hawezi kuongea, hawezi kufanya akapatia isipokuwa lile ambalo atafanya yeye, sawa. Ukiongea wewe mahama utakapoongea, ukisomesha wewe mahama utakaposomesha, yani wewe unaonekana ni jahili, hujui chochote isipokuwa kile anachokisomesha yeye. Hii ni kiburi na kujiona, na haya ni maradhi yaliyokuwa mabaya. Tulabul ilmi, wanafunzi wenzangu, nasaha zangu, tumuombe Allah tabaraka wa taala tuepushe na ugonjwa, lakini pia na sisi wenyewe tujitahidi kujiepusha
na sifa hii mbaya na maradhi haya mabaya ya kiburi na kujiona, kwa sababu ni maradhi ambayo mwisho wake ni mbaya.